Yes sir, bwana, kama kawiz, mambo yanazidi kupamba moto, na swali ambalo tulikuwa tunajiuliza katika sehemu ya 9 ni kwamba je, ahadi anayoitaka yule mwanadada Bad Lady itatekelezwa? Lakini itakuwaje kwa upande wa yule adui Nasra ambaye anaamini ya kwamba mabomu yake yalikuwa yametegesha yanakwenda kulipuka? Nikakwambia mtu wangu usikose katika sehemu ya 10, na hatimaye mzigo huu hapo kutoka kwake Eda Zaria G Msulwa. Mimi hapo unanisikia hapa kwenye mic, naitwa Uncle J Masimulizi. Bwana, karibu kwenye kikigongo cha Bobby pamoja na Roy. Bobby, nakuomba unisikize kwa makini. Endapo mtanigeuka na endapo mtanisaliti, mnatakiwa kujua ya kwamba haya yaliyotokea leo ni kama trailer tu, ni kama rasharasha tu, ila mvua yenyewe inakuja na mtakosa pa kujificha na hamtojua nani wa kuweza kuwasaidia. Naam, mwanadada Bad Lady alizungumza kwa kujiamini, na kisha alimkabidhi Roy kitabu hicho, na kisha Roy akakifungua mpaka pale peji namba 22. Alipofungua kitabu hiko, aliona picha ya kuchora yenye magorofa mawili makubwa ya kiuchumi yaliyopo posta, kitu ambacho kilimfanya Roy atokwe na macho ya mshangao, kwani endapo hizo gorofa mbili za posta zikilipuka, basi itachukua nchi miaka na miaka kuyajenga tena na kuwa kama ilivyokuwa. Ila kodi za hilo bomu mimi ninazo kichwani. Bad Lady alizungumza na kuwafanya watu wote wamtazame yeye. Hebu nisikilize Bad Lady. Hatuna muda wa kupoteza. Tupeleke kwenye eneo ambalo lipo hilo bomu la nyuklia haraka iwezekanavyo. Naam, Bobby alimwambia maneno hayo Bad Lady, na kweli walitoka ndani hapo, na Bad Lady akafunga chumba hicho cha siri, wakakimbilia ndani ya helikopta na wakaondoka hilo eneo. Haikuchukua dakika 5 walifika zilipo gorofa mbili za vitega uchumi Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Helikopta hiyo ilitua juu ya gorofa moja, wakashuka na wakaingia ndani ya gorofa hilo. Okay, itabidi mnifate, Bad Lady aliwaambia hivyo huku akiwa na minya batani ya lifti. Waliingia kwenye lifti. Lifti iliwashusha chini kabisa mpaka eneo la maegesho ya magari. Inspector Nancy akasema, jamani, tuna dakika 20 tu. Nancy alizungumza huku akitetemeka sana kwa uoga. Simu ya Bobby iliita. Hapo Bobby ilibidi apokee simu yake. Mheshimiwa Rais, nakusikia. Bobby, nataka kujua, vipi hilo bomu mmeliona, mmelipata hilo bomu? Bado mkuu. Hebu tuunganishe na live camera na mimi nipate kushuhudia hiyo operation inavyokwenda. Sawa Mheshimiwa Rais. Hapo Bobby alipiga simu mfumo wa video call na akamkabidhi yule kijana wa IT, yule spana, akamkabidhi simu hiyo ili kurekodi kila kitu kilichokuwa kinaendelea. Nisikilizeni. Plani ilikuwa ni kutegesha bomu kwenye gari. Bad Lady alizungumza huku akitazama eneo hilo ambalo lilikuwa halina gari hata moja. Roy libidi aulize, au ni gorofa lile kule la pili? Hapana, ni gorofa hili. Jamani, muda unazidi kwenda. Tuna dakika 18. Inspector Nancy alizungumza huku jasho likimwagika, kwani kwa muda walionao ulikuwa ni muda mchache sana kabla ya kufika majira ya saa 7 kamili za mchana. Roy akafungua kitambo alichokuwa amepewa na Bad Lady, akakitazama kwa umakini. Jamani, hizi gorofa
zina underground floor, manake kwamba kuna ground ya chini. Sasa mlango wa kuingilia uko wapi? Inspector Nancy aliuliza huku akiwa na angaza, na ndipo Bad Lady naye akauliza akasema, hili ndio eneo la chini mjue. Bad Lady alizungumza hivyo huku akiwa wanatazama kwenye hizo kuta. Sikilizeni nye. Injinia wa hilo jengo anapigiwa simu awape maelezo juu ya kupata mlango wa chini muweze kuingia huko kwenye underground ya chini. Naam, ilikuwa ni sauti ya Ruben ilisikika huku akitazama kila kinachoendelea wakiwa wako ndani ya ndege. Kumbuka Ruben yuko na Mheshimiwa Rais na wao wanafuatilia operation hii kwa kupitia video call. Bobby akamtazama yule kijana wa IT ambaye ni Spana aliyekuwa anatetemeka kwa uoga, maana dakika zinazidi kuteketea na hilo bomu bado hawajapata kuliona. Inspector Nancy akasema, jamani, zimebaki dakika 16. Nancy alizungumza huku wote sasa hofu ya kifo ilikuwa imeshawatawala. Hey, injinia wa hilo ghorofa ameshapatikana, mnamsikia? Ya, tunamsikia. Injinia, hebu zungumza wakusikilize. Sasa ili kwenda kwenye floor ya chini, hebu ingieni ndani ya lifti na bonyezeni button namba 1 na 13. Bonyezeni kwa pamoja na lifti haitoenda juu bali lifti itakwenda chini. Injinia wa jengo hilo alipotoa hayo maelekezo, ilibidi sasa wakina Bobby wakimbilie ndani ya lifti. Wakaingia, wakaminya batani hizo kwa pamoja, wakabinya batani 1, wakabinya batani namba 13, na kweli lifti haikwenda juu, ilianza kushuka chini kabisa. Na walipofika chini wakatoka kwenye lifti, yule kijana wa IT afahamikaye kwa jina la Spana akasema, jamani, huku tulikokuja signal inasumbua, siupati mtandao. Spana alizungumza huku akitazama simu ya Bobby, simu iliyokuwa imekata mtandao. Hebu sikilizeni. Kila mmoja hakikisha kwamba anatafuta kila eneo, kila sehemu. Bobby alizungumza huku wakiwa wamegawana sasa, kila mmoja ingilia upande wake kuhakikisha wanalisaka hilo bomu popote pale lilipo. Inspector Nancy akawaambia, jamani, tumebakiza dakika 8. Nancy alizungumza lakini macho yake yalikuwa yani macho ilikuwa imemtoka kusema ukweli. Muda wote alikuwa anatazama saa iliyokuwa inaonyesha kwamba ni saa 7 kasoro dakika 8. Kila walivyotafuta eneo zima la chini, hawakuona kitu chochote kile kilichokuwa kimefichwa. Nancy akasema, zimebaki dakika 5. Nancy aliposema zimebaki dakika 5, kila mtu alioweseka. Bobby alipiga hatua moja mbele kutoka sehemu aliyokuwa amesimama. Alihisi kama mlio tofauti hivi. Akarudi tena nyuma, akagonga eneo hilo kwa mguu wake wa kulia, na akahisi kwamba kuna kitu kimefukiwa chini yake. Bobby akamwambia wenzake, hey, hapa jamani, kuna kitu. Walianza kufukua eneo hilo tena kwa kasi, maana kulikuwa kumerudishiwa vitu. Wote hawakuamini macho yao mara baada ya kuliona bomu hilo lililokuwa limefichwa chini ya ardhi. Roy akasema, jamani, ni dakika 1 na sekunde 50 tu ndizo zilizobaki. Roy alitazama saa iliyopo kwenye bomu hilo iliyokuwa inaendana sawa kabisa na muda uliosalia kufika majira ya saa 7 mchana. Yaani kwa kifupi muda huo ilikuwa ni saa 6 na dakika 58 sekunde. Kama sikosei ilikuwa ni 50. Bad Lady, nadhani ni jukumu lako sasa. Ulituambia kwamba kodi za hili bomu unalijua.
Mara baada ya Bobby kusema hivyo, Badled akatazama button za hilo bomu, na kwa haraka, lakini alikuwa akitetemeka, aliingiza namba za siri za bomu hilo. Wote macho waliwatoka mara baada ya maandishi mekundu kusomeka ni wrong code, yani kwamba kodi zimekosewa, na dakika zikawa zinaendelea kutiririka mdogo mdogo. Dakika zikawa zinazidi kuyoyoma. Watakuwa wamebadilisha. Badled alizungumza huku jasho likimwagika usoni mwake. Sasa, yani imebaki dakika moja, alafu nasema kwamba kodi za hili bomu zimebadilishwa. Yani hapo hata mtu mmoja akisema waanze kukimbia hawafikishi hatua 5. Wote wanaiaga dunia. Yani hata Inspector Nancy alichanganyikiwa, akamwambia Badled, unasemaje? Nancy aliuliza huku mapigo ya moyo yanamwenda kasi vibaya mno. Yule dogo wa IT, yule dogo Spana yule, akasema, Mungu Baba, mimi mwenye dhambi, naomba unisamehe dhambi zangu zote, amen. Jamaa aliamua kusali sala yake ya mwisho. Alishajua kabisa kwamba hapa hakuna atakayetoka. Kila mmoja mwili mzima alikuwa anavujwa na jasho. Badled, hebu niangalie. Niangalie mimi. Tuliza akili yako. Vuta pumzi nyingi, sawa? Bobby alizungumza hivyo huku bomu likiwa limebakisha sekunde 40 tu kuweza kulipuka, na sio dakika tena. Zimebaki sekunde. Bobby akamwambia Badled, vuta pumzi. Relax. Nimevuta. Badled alizungumza huku akijikaza, lakini alikuwa ameloana chapa kwa jasho. Badled mara baada ya kuvuta pumzi akatazama batani zilizopo kwenye bomu hilo ambalo limebakisha sekunde 10 tu. Hizo sekunde ndo zinazidi kupungua. Badled akaminya batani moja baada ya nyingine kwa umakini wa hali ya juu, kwa sababu umakini wake ndio ambao unahitajika kwa muda huu. Hakuna njia nyingine zaidi tu ya kifo kwa wakati huo. Roy muda wote huo alikuwa anatazama sekunde jinsi zinavyozidi kushuka, na sekunde zikawa zimebaki 4. Badled akaminya button ya kijani iliyokuwa inaruhusu kodi hizo kusoma sekunde 2. Alipominya tu hiyo button, pap, mara baada ya kuingiza kodi kwa mara nyingine, pale pale bomu likasimama kuhesabu zile sekunde, na taratibu bomu hilo likazima zile taa. Kila mmoja alishusha pumzi nyingi sana, na kila mmoja alikuwa na hema. Hawakutegemea na hawakuamini kama ongeza kufanikiwa kwenye hilo. Naam, sasa upande wa pili, Nasra, yule bidada adui, akiwa amekunja 4 huku akiwa katika jumba la kifahari lililopo pembezoni mwa bahari nchini Somalia. Akakunjua miguu yake mara baada ya simu yake aliyokuwa ameiweka kimeza kidogo, aliyokuwa ameiweka kwenye kimeza kidogo kilichopo pembeni yake. Kilikuwa kimetoa mlio uliomfanya achukue simu yake akatazama. Ujumbe uliosomeka pale, maandishi yaliyosomeka pale kwenye hiyo simu yalikuwa yanaashiria kwamba bomu la nyuklia limeteguliwa. Nasra alishtuka. Yani how? Imekuwaje? Nasra alijikuta anazungumza yeye mwenyewe huku akiwa na hasira, kwa sababu aliamini ikifika saa 7 kamili basi vyombo vya habari duniani vitakwenda kutangaza juu ya shambulizi la kigaidi nchini Tanzania. Nasra akawa anajikuta anasema haiwezekani. Mimi na Bata ndo tunajua hizi kodi za kulitegua hili bomu. Yani how? Nani kalitegua hili bomu? Nasra alifoka huku akinyanyuka kwenye kiti hiko cha kupumzikia, lakini alikuwa amevalia nguo za ndani tu. Aliingia ndani ya jumba lake hilo lenye ulinzi mkali. Akachukua simu yenye antena, akapiga moja ya namba fulani hivi, na kisha akamuuliza huyo mtu uko wapi.
Huyo mtu akasema, mkuu, kama ulivyokuwa umetuagiza, tuko Mtwara. Nasra akasema, naombeni mrudi Dar es Salaam sasa hivi. Kuna mshenzi anayejua movement zetu. Sasa nahitaji muhakikishe mnammaliza. Hamwezi kuamini, bomu halijalipuka na bomu limeteguliwa. Ni nani kama sio kuna mtu anatuchezea akili? Nasra aliposema hivyo, akasema tena, sihitaji aende mmoja Dar es Salaam, nahitaji muende nyote wawili. Maana kuna washenzi wawili ndio wanaohusika na hii operation. Nahitaji mdili nao hao kimya kimya na muhakikishe mnamjua mtu ambaye anajua mbinu zetu. Vijana hao wakasema, sawa mkuu, acha situgeuze. Ila ni nani ambaye anajua hizo mbinu zetu mkuu? Madam Nasra akasema, sijui kwa sasa, kwa sababu Bata alishakufa. Sasa kama Bata alikufa, ni nani mwingine mkuu? Hebu nisikilizeni. Yule msaidizi wake hali yake iko vibaya, na sidhani kama anaweza kutoa siri hizo, na kwenye swala la kodi za bomu yeye ndiye anayejua. Vijana wao wakasema, madam, acha tukafanye upelelezi wetu mheshimiwa. Madam Nasra akasema, okay sawa, ninawaaminia kwenye hii kazi. Nasra kweli mara baada ya kuzungumza na vijana hao alikata simu, lakini muda huo alikuwa ametawaliwa na hasira kwa sababu mipango aliyokuwa ameipanga yote ilikuwa imeharibika, yote. Huku tukirudi Dar es Salaam, Roy alionekana kucheka, Roy alionekana kufurahi. Roy alikuwa anazungumza huku akiwatazama wenzake namna ambavyo kila mtu alivyokuwa katika hali ya uoga. Roy akaanza kuingiza masihara kama kawaida yake, akawa anasema, kumbe nyinyi wote hapa mnaogopa kifo. Kifo kibaya ise. Sikiliza Roy, huu sio wakati wa kucheka, huu sio wakati wa utani. Hii hapa ni kipimo pressure. Kifaa kinaweza kikaribika, kwa maana kwamba si kwa mapigo ya moyo yanavyokwenda. Inspector Nancy alizungumza huku akiwa na tabasamu kwa mbali. Hii mashine, haki ya Mungu, kama ingelipuka hapa, kungekuwa kuna shimo kubwa sana. Yaani hizo ghorofa zote zingeshuka. Sio kushuka tu, ukuta wote wa bandari mpaka kule Koko kungefumuka na kusababisha maji yote baharini kuingia kwenye mji. Badeledi alizungumza huku akiwatazama. Bobby akauliza, kwa maana yake ni kwamba wangetengeneza mafuriko, si ndio? Hili eneo kwa chini kabisa lina mwamba mkubwa sana unaoingia maji baharini. Hivyo kama mwamba huo ungepasuka, basi kila kitu kingekuwa ni kibaya. Yaani yangekuwa ni majanga na maafa. Wakati stories zinaendelea, Roy alipiga picha bomu hilo. Wakaingia wanajeshi wanaohusika na uteguzi wa mabomu na wakaonyeshwa pale hilo bomu. Bobby na wenzake wakatoka nje ya hizo ghorofa. Bobby akasema, hilo jina lako Bad Lady hupaswi kuweza kuendelea kulitumia. Kwa nini? Kwa hili ulilolifanya, kusema ukweli, unastahili sifa na pongezi pia. Asante. Niamini mimi, kila kitu chako utakipata na kitaondolewa ndani ya nchi hii, na nitalisimamia mimi hilo jambo mpaka liweze kukamilika. Na kuamini Bobby. Kweli Bobby alimkumbatia Bad Lady, na uadui uliokuwa baina yao, huwezi amini, ulishia hapo. Ila kwa hili nililolifanya, sidhani kama nitaendelea kuwa salama. Kwa nini unasema hivyo Bad Lady? Hii organization ina watu wenye nguvu sana, wanaojulikana na wasiojulikana. Na huu ndo ulikuwa mpango wao namba 1 baada ya huyu rais kuingia madarakani.
Hivyo kwa sababu uwepo wangu duniani ni lazima tu wataniua. Badiledi alizungumza kwa sauti ya upole huku akiwa anatazama wanajeshi wengi wakiwa wameimarisha ulinzi eneo hilo, huku gari za jeshi pamoja na helikopta za kijeshi zilikuwa zikikatiza maeneo hayo. Bobby alimtazama Badiledi usoni mwake na kisha akamwambia, Badiledi, sasa hivi endapo utaelekea nchini Kenya, nitashindwa kukulinda kabisa. Hivi unaonaje ukabaki hapa hapa nchini Tanzania? Nitabaki wapi Bobby? Utakaa kwangu kwa kipindi hiki mpaka pale tutakapojua mipango mingine. Hivi kwako unahisi ya kwamba mke wako mimi ataweza kunielewa kweli? Sina mke wala sina mtoto, kwa hiyo wewe uwe na amani tu kwenye hilo jambo. Kwa umri wako huo ulionao? Ndio. Kwani kazi yangu unaionaje hii? Naamini unajua njia zetu zilivyo, japo ulichagua njia nyingine, ila ukweli ni kwamba muda wa kuwa na familia kwa upande wetu unakuwa ni mdogo sana. Ila ni kweli. Naam. Kwa muda huo Roy akawa anamtazama Bobby na Badiledi waliokuwa wamesimama eneo la kwao peke yao, walikuwa wamejitenga kwa pembeni kidogo. Inspector Nance ilibidi amuulize Roy, vipi, mbona unawatazama sana wale? Nance alizungumza huku akimtazama Roy usoni mwake. Roy akasema, sijawahi kumwona Bobby mwanangu akimkumbatia mwanamke. Mbona anaanza kama kuona dalili ya Badiledi kwenda kuwa shemeji yangu? Roy. Mawazo yako bana. Yule mdada yule ni mhalifu, ni adui, tena aliyemuua shemeji yangu. Ushahidi wa kwamba amemuua shemeji yako unao? Lakini Roy, nyinyi ndio mmemkamata yule Badiledi ama? Ndio tumemkamata, lakini kumkamata Badiledi haimaanishi kwamba yeye ni mtu mbaya. Kazi zetu hizi siku zote ni za kufuata amri. Tunaua kwa ajili ya watu waliotuagiza. Naamini naye pia alifuata amri za Bata, na ndio maana siku ile hatukutaka kabisa kumkabidhi kwenu polisi. Siku gani? Ile siku tulipokutana Shelley. Mbona tulikuwa naye kwenye gari? Hivyo hatukutaka nyinyi mkamate kwa sababu sisi tulikuwa tuna mazungumzo naye, na uzuri ametufikisha hapa tulipo sasa. Maskini mdogo wangu alikuwa anasali sana. Nancy alizungumza huku akimtazama Spana ambaye ni IT aliyekuwa ameegemea moja ya gari la jeshi huku akionekana kuwa na mawazo mno. Roy akasema, nisikilize Nancy, huyu kijana ni mzuri sana huyo, tunahitaji kuwa naye kwenye kazi zetu. Ila sasa Spana sio mwanajeshi wala hana mafunzo yote yale ya kijeshi. Si tunachokihitaji ni akili yake tu, na tutampa mazoezi ya kujilinda yeye mwenyewe kwa kutumia silaha kama bastola. Mimi nafikiri ni swala la kuongea naye kwa sababu amekuwa ni jasiri sana kwenye hili. Ingekuwa ni mtu mwingine basi asingeweza kufanya aliyoyafanya yeye. Yaani kweli. Nina kitu nahitaji kukuambia Nancy. Roy. Kitu gani? Nisikilize Nancy. Si maisha yetu ni mafupi sana. Hivyo kama ni kufa basi leo ingekuwa ni siku yetu ya kufa, na kiukweli huko ambako ningeenda ningejilaumu sana, iwe kuzimu sijui wapi. Ningejilaumu sana kama ningekuwa sijakwambia hili jambo ambalo nataka nikwambie. Zungumza na kusikiliza. Mimi nakupenda sana Nancy.
Yaani haijalishi ni kitu gani tutapitia, ila ukweli mimi ninakupenda. Hili ndio jambo la msingi zaidi. Hapo Nancy alikaa kimya huku akimtazama Roy usoni mwake. Wote macho yao wakayapeleka kwenye gari lililokuwa limebeba bomu hilo lililotoka ndani ya majengo hayo. Nisikilize Roy. Leo usiku nahitaji uje nyumbani kwangu. Lakini kwa sasa nahitaji kwenda kulala. Mwili umechoka sana. Nancy alizungumza kwa sauti nyororo iliyomfanya mpaka Roy kutabasamu. Msikilizaji, upande wa Bobby ilionekana kama vile alikuwa anaongea na simu. Mheshimiwa. Bobby alizungumza huku akiwa ameshika simu yake mkononi, akiwa anatazama na rais. Bobby, kwanza nikupe hongera sana. Nikupe hongera wewe na timu yako nzima mliohusika kwenye hili jambo. Sasa kesho saa 4 asubuhi nitawahitaji mje Ikulu ya Dodoma. Mtapewa medali za heshima. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais. Na usimsahau yule kijana wa IT yule. Na pia usimsahau Bad Lady. Sawa Mheshimiwa Rais, nimekuelewa. Hapo Bad Lady alitingisha kichwa kimaanisha ya kwamba amekataa. Ila Mheshimiwa, kwa upande wa Bad Lady anaomba medali yake ni mpokele mimi. Yeye hataki kuonekana kwenye vyombo vya habari. Hilo hakuna shaka. Hakuna shaka kabisa, na medali hizo hatutowatangaza popote. Sawa Mheshimiwa Rais, nimekuelewa. Na kwa leo pumzikeni tu. Kesho asubuhi mtaletwa Dodoma na ndege ya serikali. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais. Naam, hapo Bad Lady akamtazama mmoja wa wanajeshi ambaye mara baada ya kumwona mwanajeshi huyo akiingia kwenye moja ya gari dogo la jeshi na kuanza kurudi nyuma taratibu kwa ajili ya kuondoka eneo hilo. Bad Lady akasema, shit, yule mshenzi ameniona. Ni lazima atatoa siri. Inabidi tumkamate. Bad Lady alizungumza huku akiwa anakimbilia kwenye moja ya gari, akamfanya Bobby amfuate kwa nyuma. Wakaingia kwenye gari, wakaondoka eneo hilo kwa ajili ya kuweza kulikimbiza hiyo gari ambalo alikuwa amepanda huyo mwanajeshi. Sasa kile kitendo alichokifanya Bobby pamoja na Bad Lady kikamfanya Roy pamoja na Nancy washangae, kwa sababu walikuwa hawajui nini kinachoendelea, bali wamewaona tu ndugu zao wanaingia kwenye gari na wanaanza kuifukuzia gari ambayo alikuwa amepanda mwanajeshi mmoja, ambapo inasemekana ni mwanajeshi ambaye yupo kundi moja na maadui. Dogo, hebu ingia kwenye gari. Inspector Nancy alizungumza huku akiwa anakimbilia ndani ya gari jingine aina Ford Ranger yenye namba za kijeshi. Wakaanza sasa kuwafuata kwa nyuma, huku Nancy akiwa ndiye anaendesha gari hiyo. Bobby alishusha kioo cha upande wake, akafyatua risasi kadhaa katika tairi za nyuma za gari alikuwa amepanda mwanajeshi, gari ambao wanaifukuzia. Gari hiyo ya mwanajeshi ikaanza sasa kuyumbayumba na mwisho ikaenda ikagonga nguzo ya taa za barabarani. Gari likasimama. Hapo Bad Lady akafunga brake, gari likasimama pembeni ya gari wanayoifukuzia. Bobby alishuka kwa haraka, akatembea kwa mwendo wa haraka huku bastola ikiweko mkononi mwake. Walipofika hapo, wakamkuta dereva akiwa amebanwa na airbag iliyokuwa imefumuka kutoka kwenye usukani wa gari. Bobby akafungua mlango, akatoa kisu kidogo cha kukunjua hivi mfukoni mwake. Akaukata mkanda wa siti ya gari, akamtoa mwanajeshi huyo aliyekuwa anagugumia kwa maumivu makali mno kifuani mwake. Bad Lady akampapasa mfukoni mwake, akaitoa simu. Akamgusisha vidole vyake katika eneo la fingerprint kwenye simu hiyo na simu ikafunguka. Bad Lady akasema, mshenzi huyo alinipiga picha, unaona? Bad Lady alizungumza huku akimuonyesha Bobby picha hizo. Nancy na wenzake wakafika hilo eneo. Roy akauliza, oya, vipi tena?
mbona mmemsababishia ajali huyo mwanajeshi? Bobby akasema, wewe huyu msaliti mwanangu. Bobby alizungumza huku akimpatia simu Roy. Roy aliyekuwa ameuliza swali hilo kutaka kujua kwa nini mwanajeshi huyo amesababishiwa ajali. Umeona mshikaji alikuwa anatupiga picha kule. Yeah. Huyu jamaa mimi ananijua na mimi namjua vizuri tu. Badilede alizungumza huku akimtazama mwanajeshi huyo. Ilifika gari nyingine yenye wanajeshi 4 ambao hawa wanajeshi walikuwa wana silaha. Ilibidi Bobby amuuliza Badilede, huyu mwanajeshi wewe anakujuaje? Bobby aliuliza huku akimtazama Badilede usoni mwake. Badilede akasema, huyu mwanajeshi ni mmoja wa wavujishaji wa siri za kijeshi kwenye kundi la Monster. Anashirikiana na maadui. Okay. Tunashukuru kwa kuja. Na mimi huyu nitadili naye mimi mwenyewe. Naam, hapo Bobby alizungumza hivyo huku akiwaonyesha kitambulisho chake wanajeshi hao. Wale wanajeshi wakamwambia sawa mkuu. Bobby akamwambia mnaweza tu mkaenda. Bobby alizungumza hivyo na wanajeshi hao wakarudi ndani ya gari lao wakaondoka. Roy akasema, Nancy, wewe nenda kapumzike na dogo. Tutawatafuta baadaye, kwa sasa tunahitaji kuweza kushughulika na huyu mpuzi msaliti. Lazima tumuoneshe raha za usaliti the way jinsi zilivyo. Roy kama kawaida yake alizungumza kwa matani tu, lakini anapokuwa kazini ni mtu wa kazi. Nancy ilibidi aseme okay sawa. Spana, tuondoke mdogo wangu. Waliingia ndani ya gari na wakaondoka. Roy akamnyanyua yule mwanajeshi akamuingiza ndani ya gari. Roy akamwambia, sikiliza mwanangu, au sio? Unaisaliti serikali yako Sasa sema kitu kimoja. Hakuna picha ambazo zimetumwa kwenye namba yote. Roy alizungumza mara baada ya kumaliza kukagua simu hiyo. Oya Roy, hiyo simu umeikagua kila sehemu? Ya kaka, nimekagua kila sehemu na hakuna sehemu ambayo inaonekana ametuma picha, na ndio maana nikitaka nijue kama kuna sehemu ametuma. Wewe fala, sinaongea na wewe. Kuna mtu umemtumia picha? Alafu mimi siulizagi mara mbili yani. Nauliza mara moja tu, alafu nahitaji jibu. Roy alizungumza huku akiwa amemwelekezea bastola mwanajeshi huyo msaliti aliyekuwa amekaa na siti ya nyuma huku akiendelea kuugulia kwa maumivu. Mwanajeshi huyo akawa analalamika ya kwamba kifua kinamuuma. Akawa analalamika, kifua changu. Mwanajeshi huyo alikuwa anazungumza huku akimwagikwa na damu mdomoni mwake. Kila alipokohoa alikuwa anatema damu. Roy akamwambia, sikiliza mwanangu, usife kwanza, subiri kwanza. Bona una haraka, unataka kutangulia kuzimu? Sikiliza. Kwa nini ulikuwa unapiga picha zetu kwa siri? Sasa jifanye kelele, kufa na kufufua afu na kuua tena. Nimekuambia tulia. Nataka majibu. Kwa nini ulikuwa unapiga picha kwa siri? Mwanajeshi huyo alishindwa kuzungumza na damu ilimwagika nyingi kutoka mdomoni mwake. Mwanajeshi huyu cha ajabu mpaka vipande vya nyama vyenye madonge vikawa vinamtoka mdomoni. Roy akasema, huyu mjinga huyu tumwaishi hospitalini huyu tutamkosa huyu. Roy alizungumza hivyo na moja kwa moja gari sasa ikawa inaelekea hospitalini. Ni hospitali ya jeshi. Akapokelewa, akaingizwa kwenye chumba cha matibabu. Haikuchukua hata dakika 10. Daktari akatoka. Daktari akasema, jamani, tumejitahidi sana kuyaokoa maisha ya mgonjwa, ila kwa bahati mbaya kifua chake kilichanguka kwa ndani, hivyo damu nyingi imevuja kwa ndani, kitu kilichopelekea mgonjwa kuweza kufariki dunia. Okay.
Naamini amefia kazini na taratibu zote mtaweza kuzifanya. Sawa. Wewe dokta, tulia kwanza. Nataka kuona mwili wake. Roy alizungumza huku akiingia kwenye chumba cha matibabu, akakuta mwili ukiwa umeshafunikwa shuka. Roy akaufunua, akautazama, akampima kwa vidole viwili. Alimpima hivi shingoni. Roy aliinamisha kichwa kusikilizia mapigo ya moyo kifuani mwa mwanajeshi huyo. Roy akasema, sikiliza dokta, naomba mashine ya kushtulia mapigo ya moyo. Sasa dokta akasema, lakini mimi kama dokta nimeshathibitisha huyu mtu amefariki. Wa dokta anachokiongea kinaeleweka? Wenesi, nipatie ile mashine. Hatufanyi mambo kienyeji. Roy kweli akakabidhiwa mashine ya kushtulia mapigo ya moyo. Watu wote waliopo hapa kwenye hiki chumba wakawa wanamtazama Roy. Roy alianza kushtua mapigo ya moyo mwanajeshi huyo, lakini haikuweza kushtuka kwa sababu tayari ni kweli yule jamaa alikuwa amefariki dunia. Come on. Shit. Bora tu alivyokufa kudadeki zake. Mbona cha moto angekiona? Roy alizungumza huku akiitoa simu ya marehemu mfukoni. Akagusisha kidole, yaani akachukua ile simu akagusisha kwenye kidole cha marehemu na simu ile ikafunguka. Roy mara baada simu kufunguka akatoka ndani hapo. Shit, yule mjinga amekufa kweli bwana. Sasa tunafanyaje? Roy alisema hivyo. Nisikilize Roy. Kesho tunahitajika Ikulu ya Dodoma na Mheshimiwa Rais. Hebu tutawanyikeni tukapumzike. Tupitishe nyumbani kwangu, utatuacha. Okay. Kweli waliondoka hospitalini hapo. Bad Lady, karibu sana kwenye hii familia. Nashukuru. Lakini pole kwa ile siku kukupiga kipigo. Naam, ni kweli bwana. Siku ambayo Bobby na Roy wanamkamata Bad Lady, walimchezeshea kichapo vizuri sana. Sasa walizungumza ndani ya gari kama utani na wote walijikuta wakicheka. Roy akasema, Bad Lady, lakini inabidi tusamehe kwa sababu sisi tulikuwa kwenye majukumu yetu na wewe ulikuwa ni adui yetu. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anapambania kombe kwa mbinu zake. Naelewa Roy. Niwatakie mapumziko mema. Roy alizungumza kwa akisimamisha gari mbele ya nyumba ya Bobby, na kweli Bobby pamoja na Bad Lady wakashuka. Bobby, alafu hujaniambia Dodoma tunaendaje? Tunaenda na ndege ya serikali. Kama ndivyo ni poa. Alafu Bobby, sikiliza mwanangu. Unajua huyu Bad Lady huyu hata kama ni adui huyu kama jambazi sawa. Lakini huyu Bad Lady ni peace mwanangu, tena nzuri tu na imenyoka. Kwa mwanangu, kama unakula kwa umakini ukijua kabisa huyo ni adui. Yaani usije mwanangu ukanogewa mzee, ukanogewa mwisho wa siku anakukata shingo huyo. Huyo demu mzuri kwa macho ndugu yangu. Kula lakini ukijua kabisa kwamba ni adui. Mimi kukuzika mapema ndugu yangu sihitaji kaka. Maana tunajijua si wanaume. Kwenye utamu utanogewa. Ukishanogewa paka chomwa kisu anakuua, hana masiara. Roy, amna kitu kama iko. Sawa. Alafu unajua Bobby, leo usiku Nancy kaniita mwanangu. Amekuita? Kaniita nyumbani kwake. Kaniambia kaniandalia chakula cha usiku. Sasa hapo sijajua mwanangu. Kaniandalia chakula gani cha usiku? Chakula cha kupika au ambacho tayari kimeshapikwa?
Kumekucha ndugu yangu, mimi sikuwezi mzee wangu. Naam, Bobby alizungumza huku akicheka. Kweli akaagana na rafiki yake Roy. Bobby na Bad Lady wakaingia ndani, lakini Roy yeye akaondoka. Bobby, hapa ni kwako? Yaani kwangu. He. I say, hongera sana, umejitahidi. Nashukuru. Karibu na ujihisi uko nyumbani. Asante. Naam, Bad Lady alizungumza huku akimtazama Bobby. Bobby alikuwa amepitiliza moja kwa moja jikoni. Akarudi pale na chupa 2 za bia baridi kabisa. Bad Lady. Tumekuwa tuna siku ndefu sana. Hivyo sio mbaya tukatuliza miili yetu na kinywaji kidogo. Umejuaje kama mimi nakunywa pombe? Nikimtazama mtu huyu anajua kwamba huyu ni mwanachama ama sio mwanachama. Sijakuelewa. Kuwa ni mwanachama wa walevi ama sio mwanachama wa walevi? Ya uliyosema ni kweli Bobby. Yapi? Nataka kujua kama kweli hujaoa. Ya mimi naishi mwenyewe hapa. Na mara nyingi sana huwa sikagi nyumbani. Hata mimi naona. Bad Lady alizungumza huku akipokea chupa ya bia na alianza kunywa taratibu. Ukimya ulitawala katikati yao. Hapo wakawa wanatazamana, Bobby pamoja na Bad Lady. Bobby aliendelea kuutazama uzuri wa Bad Lady. Bobby, naomba unionyeshe bafu, nataka nioge na kisha nikuandalie chakula. Ni kipindi kirefu sijaingia jikoni kama mwanamke. Na okay, sawa, kuna shida. Naam, kweli walipandisha gorofani. Bobby alimuonesha Bad Lady chumba cha wageni. Sasa Bad Lady, kwa sababu humu ndani hakujawahi kuingia mwanamke, kwa hiyo hakuna nguo hata moja ya mwanamke. Hivyo kama utojali nikupatie t-shirt zangu pamoja na mashati na suruali. Hakuna tatizo. Naam, kweli Bobby alielekea chumbani kwake. Alichagua mashati mawili ambayo kwa kuyatazama akaamini kabisa yatamtosha Bad Lady. Akafungua upande wa suruali zake na hapakuwa na suruali ambayo inaweza kumtosha Bad Lady. Bobby aliendelea kuangalia nguo na kisha akapata pale pensi. Hivi itamtosha kweli? Bobby alizungumza yeye mwenyewe. Akaitazama kwa sekunde kadhaa, alishusha pumzi taratibu. Alitoka chumbani kwake na akagonga mlango wa chumba cha Bad Lady. Bad Lady akamwambia ingia tu, mimi niko bafuni. Na kweli Bobby akaingia kwenye hiko chumba. Kabla hata hajaweka mashati kitandani, Bad Lady alifungua mlango. Akatoka akiwa hana hata nguo moja, mwili mzima ukiwa uko mwala la mwelele, mwili umemwagikiwa tu na maji. Lo, Bobby si akapata kigugumizi. Bobby alipigwa na bumbuazi huku akimtazama Bad Lady jinsi alivyokuwa anamfuata sehemu aliyokuwa amesimama, na Bad Lady alikuwa anatembea kimadaha taratibu kabisa. Bad Lady akamfikia mpaka Bobby, akamkumbatia, wakaanza kupigana mabusu, na pale pale ikasababishwa na mpaka Bobby akajikuta anayaachia yale mashati chini. Hapakuwa na maelezo mengine zaidi, wakajikuta wanazama kwenye dimbwi zito la mapenzi. Adui na Sterling wanadinyana. Unadhani itakuwaje? Si ndo mwanzo wa movie ukasikia Sterling anauawa? Ndo hii unamdinya adui. Roy, karibu. Naam, ulikuwa ni upande wa pili. Ni Inspector Nancy alizungumza huku akimkaribisha Roy nyumbani kwake. Nashukuru. Vipi lakini Nancy, uko poa? Niko poa. Roy, unajua ukivaa suti unapendeza, unakuwa kama sio wewe.
Ya vitu vyangu hivi, nashukuru pia. Bahati nzuri tayari nimeshaandaa chakula, hivyo kama hutojali, karibu mezani. Nashukuru sana Nancy. Nancy alitangulia huku akiwa amevalia tenge lililomfanya Roy atazame msambwanda wa Nancy jinsi ulivyokuwa unatetemeka ndani ya hilo tenge. Basi kweli walienda kukaa mezani. Karibu sana Roy. Nashukuru. Nancy akamwandalia Roy chakula na kisha wakaanza kula. Wow. Chakula kile kitamu sana, tena sana ujue. Nashukuru sana Roy. Leo nimempumzisha dada wa kazi asipike. Nimeamua kukaa mimi mwenye jikoni kwa sababu nilishajua utakuja. Kwa mara kadhaa macho yao yalikutana, kitu kilichowafanya wote wawili wasisimke. Walimaliza kupata chakula cha usiku. Roy, kuna waini nimeiandaa kwa ajili yako chumbani kama hutojali. Nancy alipata kigugumizi kwenye kuzungumza na kumfanya Roy kumshika mkono. Akaambia, chumba gani, kiko wapi? Roy aliuliza kwa sauti ya kunong'ona na Nancy ilibidi amuonyeshe kwa ishara ya kidole, yaani kwamba chumba kile kule. Kitendo cha kuingia tu ndani, Roy akambananisha Nancy ukutani. Pale pale alianza kumpiga mabusu, kitu kilichomfanya Nancy alegea mwili mzima, kwani toka amekutana na mwanaume ni zaidi ya miaka 2 sasa imepita. Msikilizaji, yani Nancy alikuwa na upwiru, utadhani wale wadada wanaokaa nje ya Tanzania, kule Oman, sijui Dubai, sijui wapi, sijui Qatar, sijui wale wadada wanaugwadu. Wewe umpate mdada mmoja ambaye yuko nje sasa amerudi Tanzania, ndugu yangu, unakuta kabisa mambo yanakuwa vidogo vimebanabana, na nasikiaga vinakuwa vina joto hivyo. Sasa sijui ni kweli au hayo mengine siyajui. Basi bwana, ni kwamba Nancy alikuwa na upwiru wa kukaa miaka 2 bila kudinywa. Msikilizaji, ukitaka kujua uhalisia wa hili, kauliza mashabiki wa Uncle Jay, maana wengi wao ni masingo, huwa hawadinywi. Waulize tu, umekaa miaka mingapi bila kudinywa? Utasikia mimi na miaka 4 sijadinywa, ila simulizi za Uncle Jay ndo zinanidinya. Lo, usingo huu utawaua shenzi zenu. Roy akaliachanisha tenge la Nancy, akamkuta Nancy akiwa amevalia nguo ya ndani ambayo haikumzuia Roy kuendelea kuenjoy, kuendelea kudodosa. Nancy na Roy wakasogezana kitandani na Roy ilibidi atoe nguo zake zote. Kilichoendelea ni kumshughulikia dada wa watu. Waskari na uinspekta wote uliokuwa pembeni. Hapa ilikuwa ni mwendo kudinywa taratibu. Msikilizaji, kudinyana kuna raha. Yaani hata kama alikuwa ni mwanajeshi, wanajeshi unakaa chonjo. Naam, msikilizaji, kwa upande wa mheshimiwa rais, alionekana mke wake akisema, mme wangu, usiwe na mawazo mengi mme wangu. Alikuwa ni mke wa rais, afamekae kwa jina la Salu. Salu alizungumza huku akimpatia mume wake glasi ya waini, wakiwa wako ndani ya chumba cha ikulu iliyopo makao makuu ya Dodoma. Mke wangu, unajua hili lililotokea leo, mke wangu, lingeifanya nchi kuwa eneo linaloogopwa sana. Haya matishio ya kigaidi haya, ni sijui ni kwa nini yamekuwa yanalengwa sana kwenye hiki kipindi changu cha urais. Mme wangu, kama nilivyokuambia, kila mti wenye matunda hupigwa mawe. Kuna nyakati lazima ukubali kukutana na vitu kama hivi mme wangu. Na wanafanya hivi ili kukutoa wewe kwenye reli mume wangu. Ila mme wangu, usijaribu kutoka kwenye reli.
Salu alizungumza huku akiwa amekaa kwenye sofa la pembeni kwenye meza iliyopo mbele yao. Salu alipiga fumba la wine na kisha kairudisha mezani. Mume wangu, urais wako umeupata kwa mapenzi ya Watanzania. Hukuiba kura, walikuamini wakakupatia kura. Hivyo kwa sasa inabidi uipeleke nchi kwenye viwango vingine kama vision yako ilivyokuwa. Mume wangu, mke wangu, napambanaje na ugaidi ambao kwa namna moja ama nyingine kuna watu wanaohusika na wanashirikiana na magaidi hao kuifanya nchi kuwa kwenye nyakati ngumu kama hizi? Nisikilize mume wangu. Ndio nakusikiliza mke wangu. Duniani hapa huwezi kuongoza kitu bila changamoto mume wangu. Najua wewe ni mfanyabiashara na kwenye biashara zako umekutana na changamoto nyingi sana, ninazozijua na zingine sizijui mume wangu. Ni kweli kabisa mke wangu. Dunia kwa sasa imeshabadilika mume wangu. Unachopaswa kuhakikisha ya kuwa unalifanya jeshi lako kuwa ni la kisasa zaidi. Maeneo yenye miji mikubwa au mijini sasa hivi inabidi ufunge kamera za ulinzi kuhakikisha matukio ya wahalifu wengi wanafuatiliwa kwa umakini mume wangu. Ila mke wangu, unajua hata huko vijijini hawa magaidi wanaweka kambi za kigaidi na tayari majeshi yameshakwenda kusafisha hizo kambi. Ni kweli mume wangu, ila lazima ulinzi uimarishwe. Wekeza kwenye kutengeneza silaha na mifumo ya kuzuia mashambulizi. Ifanye hii nchi yako ya Tanzania kuwa yenye nguvu ya kijeshi, kuanzia kwenye mbinu, silaha mpaka mafunzo. Mbona nchi kama Marekani wanaweza, Russia, Israeli, India, Iran, China, kwa nini sisi tusiwepo kwenye hiyo listi? Na Tanzania ikawepo ndo nchi yenye ulinzi mkubwa zaidi duniani? Mke wangu, kwa miaka 5 sidhani kama nitaweza kufanya hiko kitu. Mme wangu, unaweza. Ni plani tu na maono yako. Na kitu kingine, hebu ifanye hii nchi yako iwe ni nchi yenye maono yake. Maono ambayo hata wewe ukiondoka, ukitoka madarakani, basi atakaye kurithi atayaendeleza. Sio kila rais anaingia ana ya kwake. Kila rais anaingia na ya kwake, nchi haiwezi kuendelea. Sasa mke wangu, maono kama yapi mke wangu? Mme wangu, maono kama ya uchumi imara utakaoifanya Tanzania iwe nchi tajiri, nchi yenye nguvu kijeshi na usalama, nchi ambayo itakuwa ina elimu bora ikiwezekana, watoto wafundishwe sana kuhusiana na uzalendo wa nchi kuliko hata kufundishwa historia ambayo haitusaidii kwa maisha ya sasa. Mme wangu, hebu mfano mdogo tu. Mfano mdogo tu ni binadamu alikuwa sokwe. Hivi kweli tuko serious? Tunasoma mpaka sekondari, binadamu alikuwa sokwe? Hapana. Inatusaidia nini? Tunahitaji elimu mpya, tunahitaji mitaala mpya mme wangu, ambayo inaendana na hali ya sasa hivi, inaendana na maisha yajayo. Dunia sasa hivi mme wangu imebadilika. Ukikada kusoma Archimedes principle hazisaidii. Nilichokuja kigundua ni kwamba tunafundishwa, tunakremisha ili tujibu mitihani, tukitoka hapo tukaajiliwe. Elimu hii imepitwa na wakati. Elimu inahitaji ubunifu utakaofanya vizazi vyetu ni kushindana kwenye nchi za magharibi huko Asia, yani kubuni vitu vipya, sio hizi kelele. Hayo yote mume wangu unatakiwa kuyafanya kwenye nchi, kwenye hiki kipindi chako, na ukifanikiwa hili, taifa litakukumbuka kama shujaa. Naam, mke wa rais afahamikae kwa jina la Salu alizungumza maneno yaliyomfanya mume wake kutingisha kichwa na kuonyesha ishara ya kukubaliana na anachokiongea mke wake, jambo lililomfanya furahia moyoni mwake, kwani mke wake ni genius aliyemsaidia kwenye kilele hicho cha mafanikio. Mume wangu, hivi uliniambia kwamba kuna vijana wako walikuwa mstari wa mbele katika kukamilisha hii mission ya kutegua mabomu?
Ya, ni kweli. Kwa nini usiwapatie medali za heshima? Nimeagiza kesho waje Dodoma ili tuwapatie medali hizo za heshima, ila naona kama vile nawabebesha mzigo mkubwa sana, kwa sababu hayo yote unayoyaona yametokana na kifo cha Fred. Kumbe ndiyo mke wangu, wamepambana sana kufumua uozo uliokuwa umevunda. Mwisho wa siku ndo tuko hapa. Aisee. Naam, wakati Mheshimiwa Rais na mke wake wanaongea, mara ghafla mlango wa chumba cha rais uligongwa. Mheshimiwa, ni mimi Ruben. Ruben hapa naongea. Rais ilibidi ashushe pumzi taratibu, akamalizia glasi yake ya wine na kisha akasimama. Mme wangu, pole, najua umechoka, hujapata hata mapumziko. Usijali mke wangu, ngoja nikamsikilize. Hapo Salu akambusu mume wake mdomoni na kisha Mheshimiwa Rais akatoka chumbani hapo. Alipotoka akamuuliza Ruben, kuna nini Ruben, mbona tunagongeana? Mheshimiwa, kuna taarifa zimetumwa, unahitajika, lazima uzione. Wakaingia katika ofisi ya Mheshimiwa Rais iliyopo kwenye makazi yake. Ruben akafunua laptop na rais, ilikuwa ni laptop ya Mheshimiwa Rais iliyopo mezani. Akaingiza pale namba za siri. Ruben akasema, Mheshimiwa, wapelelezi wetu waliopo Mogadishu wanasema kesho Nasra anakwenda kukutana na kundi kubwa la wanamgambo wa Al-Shabaab. Ruben alizungumza na hapo Mheshimiwa Rais akaitazama video yenye picha za eneo ambalo Nasra anakwenda kukutana na watu hao, huku kukiwa kuna sauti nyuma ya picha hizo ikitoa maelekezo ya kikao hiko cha siri. Mheshimiwa Rais ilibidi aulize, kwa hiyo tuna masaa mangapi kabla kikao hiko hakijaweza kufanyika? Mheshimiwa, tuna masaa 16 na huyo Nasra ndo mastermind wa hiyo organization yao ya Monster, na hapa itasaidia kupata kundi kubwa la hao waasi. Makundi ya kihalifu yanayoizunguka Afrika Mashariki yanazidi kuungana na kuwa kitu kimoja. Wakianzisha machafuko, sidhani kama tutaweza kuyahimili kwa haraka, kwa sababu wanapandikiza hadi watu wao ndani ya nchi. Mheshimiwa, Naam. Ruben alipoyasema hayo, rais akajikuna kwanza kichwa, huku akiwa anarudia kusikiliza hiyo audio. Nisikilize Ruben, tunahitaji kufanya maamuzi kwa ajili ya kulinda mipaka ya nchi yetu na maadui waliomo ndani wasitoke nje. Tuwadhibiti humo humo. Mheshimiwa, mimi nakuelewa. Kwa maana hiyo, hadi kutegeshwa bomu la nyuklia ndani ya nchi yetu ni kweli sio kitu kidogo cha kukifumbia macho. Hali ya usalama inaonekana kabisa, Mheshimiwa Rais, haiko stable. Mpaka watu wanaingiza mabomu yao yanaingia nchini. Ruben, unahisi tukimpata huyo mwanadada Nasra tutakuwa tumekomesha ugaidi kwa upande wetu? Ndio. Hapana Mheshimiwa. Kwa nini ndio? Kwa nini hapana? Mheshimiwa, kwa sababu hadi sasa hivi Nasra ndo mhusika wa kundi kubwa la wapiganaji wetu kuuawa. Lakini jambo la pili, Nasra tunamjua kwa kiwango kidogo sana Mheshimiwa. Hivyo hatujui ni nani ambaye anamtumia kuhujumu nchi, hususan uchumi na usalama. Unajua Mheshimiwa Rais, nimefuatilia zile nyaraka za siri za benki yake ambazo kama ulivyoagiza ile benki ifungwe na akaunti zisimamishwe. Kuna ingizo la karibia dola bilioni 25 lililoingia nchini pasipo kujulikana zilikwenda wapi na kwenye akaunti za kina nani. Lakini pia kuna karibia dola milioni 800 zimetoka ndani ya nchi. Hiyo benki hiyo ilikuwa ndo mfereji wa kupitisha hizo pesa ambazo ninaamini upelelezi ukikamilika basi tutajua tu, kwa sababu wafanyakazi bado wanahojiwa. Hebu nisikilize Ruben. Ndio Mheshimiwa. Mpigie Bobby, mpigie na Roy. Sawa Mheshimiwa. Naam. Ruben alitoa simu yake mfukoni, akampigia simu Bobby. Bobby alikurupuka kutoka usingizini, akatazama eneo ambapo simu yake ilipo.
akamtazama Badiledi aliyekuwa amelala pembeni yake bila hata ya nguo moja. Hapo Bobby alichukua simu na kuitazama kwa sekunde kadhaa na kisha akaipokea. Halo. Bobby. Ndio Ruben. Bwana, Mheshimiwa Rais anahitaji kuongea na wewe. Bobby ilibidi ashuke kitandani. Alivaa pale nguo yake ya ndani na kisha akatoka chumbani hapo, akashuka sebuleni chini. Alitazama vyombo ambavyo vipo mezani hapo, hawakuvitoa kwani walipomaliza tu kupata chakula na Badiledi walijikuta wakizama tena kwenye mapenzi na moja kwa moja wakaelekea chumbani na kuacha kila kitu mezani hapo. Mheshimiwa Rais, nakusikia. Nisikilize Bobby. Natambua mmefanya majukumu mengi sana, tena magumu kwa kipindi hiki. Ila Bobby, kuna kazi wewe na mwenzako Roy nahitaji kwenda mkaifanye nchini Somalia. Okay. Sawa mheshimiwa. Ila naomba umuunganishe na Roy kwa sababu siko na Roy. Okay, sawa. Na waunganisha nyote. Naam, kweli bwana. Ruben akampigia simu Roy, iliita kwa sekunde kadhaa na kweli ikapokelewa. Ilipokelewa na Roy ambaye ndio kwanza alikuwa anatoka bafuni kujimwagia maji mara baada ya kumshughulikia Nancy katika mzunguko wa goli 3. Mkuu. Roy alipokea simu hiyo. Akaambiwa tumekuunganisha pamoja na Bobby, kuna maelekezo rais anahitaji kuwapatia. Roy akasema sawa. Kwa hiyo hapo Roy ilibidi ashushe pumzi huku akimtazama Nancy aliyekuwa amepitiwa na usingizi mara baada ya kupelekwa mpute. Kwenye simu akawepo Roy, akawepo pamoja na Bobby na Mheshimiwa Rais ndiye aliyekuwa anazungumza. Sasa vijana wangu, naamini mnamjua Nasra. Na Nasra ndio target yetu kwenye haya yaliyotokea hivi karibuni. Ndio mheshimiwa. Wote walitikia kwa pamoja, yani Bobby pamoja na Roy. Mheshimiwa Rais akaendelea kusema, sasa kwa ripoti za upelelezi tumekuja kugundua kwamba Nasra kesho anakwenda kukutana na kundi kubwa la wanamgambo wa Al-Shabaab. Naamini mnajua vingi kuhusiana na wao. Ndio mkuu. Sasa tunamhitaji Nasra kabla au baada ya kikao hiki. Ikiwezekana tunahitaji mjipenyeze na muwe katikati ya wanamgambo hao. Mheshimiwa samani kwanza. Ndio Roy, nakusikia. Mheshimiwa, kujipenyeza kwenye eneo la kambi ya hao wanamgambo wa Al-Shabaab ni hatari kubwa sana mheshimiwa. Ni hatari kubwa ambayo inaweza ikapelekea maisha yetu kuwa hatarini. Kikubwa mimi ninachokiona Mheshimiwa Rais ni kujua tu ni wapi atakapokuwa Nasra na jukumu letu liwe tu ni kumkamata na kumrudisha hapa nyumbani. Tukisema sasa tuingie kwenye hiyo kambi ya Al-Shabaab, mimi usiamini mheshimiwa. Usalama wetu wa kutoka hapo utakuwa ni 5% tu kati ya 100%. Yaani tunaweza tukauawa. Lakini kikubwa wewe tupe tu kazi tumkamate Nasra tumrudishe nyumbani. Mimi nashukuru Roy kwa kunieleza hayo. Naamini mission mmeielewa. Zile zawadi zote basi mtazipata mara baada ya kurudi kutoka huko. Sawa, hakuna shida mheshimiwa. Na mtapatiwa maelekezo ya nani wa kukutana naye. Kikubwa muwe macho. Hati za kusafiria na visa zote Ruben atakuja nazo. Mnatakiwa saa moja kamili asubuhi muwe uwanja wa ndege wa JK Nyerere. Sawa mheshimiwa, tumekuelewa. Naam. Hapo simu ikakatwa na Bobby ilibidi ampigie Roy sasa. Oe Roy, vipi ndugu yangu, wapi hiyo? Lipo na Nancy, kwa Nancy. Kudadeki. Ndege ndio kashaliwa, sio manake po manyoya tu. Oya Bobby, acha tu mwanangu. Saa 9 kasoro usiku. Kwa hapa nabidi niondoke hapa, napita au mara moja kujiandaa kisha nakupitia. Nisikilize Roy. Nilitaka kukuambia hivyo, sema tu umeniwahi. Vipi lakini mwanangu, yule Badiledi ushambanjua?
Kama kawa mwanangu, kama dawa. Nimeshapiga mizinga yangu 3. Sasa niko fresh mwepesi tu yani. Kaka, hata mimi mizinga imeenda 3. Naona beti low kabisa mwanangu ya mtoto. Utamuua huyo, anaonekana bado mgeni. Sana tu. Alafu Bobby, unajua kuna mapigo nilikuwa nampa Nancy. Mapigo nilikuwa naipiga hayo mpaka nikamwonea huruma. Vipi huyo bad lady? Bad lady yuko vizuri, na ukicheki ni mwembamba. Basi ni kubenjuka tu, mwendo wa banjuka tu, yani namgeuza tu kama chapati. Oya, acha basi niage mwanangu, baadaye tu nani. Hapo haina noma. Hapo Roy alikata simu huku akimtazama Nancy. Nancy alikuwa anajigeuza. Hey baby. Kuna dharura imejitokeza, hivyo napaswa kuweza kuondoka. Roy, dharura gani? Nancy alizungumza kwa sauti ya kudeka iliyojaa uchovu. Nitakueleza mpenzi, ila kwa sasa acha kwanza niondoke nikajiandae. Kwa hiyo ndo yani kaubari ndo kameanza na ndo unaondoka? Usijali, wakati mwingine bwana. Haya, sawa. Nancy alilalama huku akimtazama Roy akivaa nguo zake. Kwa uchovu, Nancy alinyanyuka na kumsindikiza Roy mpaka nje. Alimfungulia geti na alitoka ndani hapo na gari lake. Hey baby, uwe makini. Sawa mume. Nancy alizungumza kwa huzuni huku akimtazama Roy usoni mwake. Roy aliondoka na Nancy alifunga geti na kurudi ndani na kuendelea kulala. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona bad lady akimpatia pole Bobby. Pole, inaonekana una majukumu mengi. Bad lady alizungumza mara baada ya Bobby kurudi chumbani huku akiwa na simu mkononi mwake. Unachokisema ni kweli mpenzi. Naelewa. Je, kuna chochote ninaweza nikakusaidia? Bobby alimtazama bad lady kwa sekunde kadhaa na kisha akasema, unataka kunisaidia? Sio kama sijui, natambua kwamba ni kazi ya siri. Ila niambie tu kidogo. Sio kwamba labda nahitaji kukupeleleza, hapana. Ila nahitaji tu kuwa na msaada hata wa mawazo. Naelekea Somalia. Kuna nini? Naenda kumkamata Nasra. Naam, Badilele alikaa kimya kwa sekunde kadhaa huku akionyesha kutafakari jambo. Mna uhakika ya kwamba yuko Somalia? Ndiyo. Hayo ni maelekezo sisi tumepewa kutoka ngazi za juu. Nisikilize Bobby. Hivi mnajua kwamba Nasra sio mjinga? Nasra sio mjinga wa kuvisha taarifa zake, hususan vikao vyake kijinga namna hiyo. Unamaanisha? Ninachokimaanisha ni kwamba Nasra ninayemjua mimi sio mtu wa kuvujisha taarifa eti za wapi anakwenda kukutana na kina nani. Yule dada ni mastermind ambaye usipoweza kuona nyayo zake basi atawaangamiza sana. Nasra ninayemjua mimi huo ni mtego tu ameutega, ambao unaweza ukawatoa nyinyi kwenye reli msipokuwa makini. Unamaanisha nini bad lady? Mkienda huko Somalia, sijui mnamuendea Nasra, yaani msizani ya kwamba mtarudi mkiwa mko hai. Atawaua. Na sura zenu zimeshakuwa target kwake kwa sababu mmehusika na kumkamata Bata na mlisema
aliwaona mlipokuwa mnamhoji bata. Ndiyo, ni kweli. Basi jua huo ni mtego. Nasra ameishi kwenye hii nchi kama mastermind wa monster na hakuna aliyesanuka hadi mmemwingiza kwenye eneo nyeti kama hilo. Ona, si mlimkamata nyi Nasra? Mlimjua kama ni gaidi? Alikuwa na wachora tu, na anachotaka kukifanya ni kuwaondoa kwanza kwenye reli, kwa sababu nyinyi mmeonyesha kwamba ni hatari kwa upande wake. Kwa mkienda Somalia, boom, anawamaliza. Wewe unamjua Nasra kwa asilimia ngapi? Naweza nikasema 70 mpaka 80. Kwa kuwaza tu unahisi ya kwamba Nasra anaweza kawa wapi kwa sasa? Eneo ambalo atakimbilia na kuishi kwa usalama na kwa amani kabisa ni Ethiopia. Una uhakika? 100%. Rais wa Ethiopia ni mjomba wake, na akiwa Ethiopia analindwa na wanajeshi wa serikali. Hivyo sio rais kwa yeye kuweza kukamatika wala kuchunguzika akiwa nchini hapo. Hawezi kabisa kupata madhara. Unahisi tukienda Ethiopia tutampata? Ndiyo. Najua mji, najua mpaka anapoishi. Hapo Bobby alishusha pumzi taratibu, huku akimtazama Badled usoni mwake, akitafakari ni namna gani anavyoweza kumshawishi rais na misheni ikabadilishwa juu kwa juu. Msikilizaji, kwa upande mwingine tunapata kumwona mwanaume aliyekuwa amenyoa nywele zake zote. Alikuwa na kipara kichwani, kipara kinachong'aa kwa mafuta. Alikuwa anazungumza kwa kusema, "Oya, tayari ujumbe umeshapokelewa mkuu, ujumbe umeshapokelewa." Jamaa huyu mwenye kipara alizungumza huku akiwa amesimama mbele ya Nasra aliyekuwa mikunja 4 kwenye kiti chake cha kifahari akitazama mandhari ya bahari. Na huyo jasusi ana hali gani? Hali yake ni mbaya sana. Na vijana wetu nimeshawaeleza ya kwamba tunachokifanya ni mtego. Hivyo kuanzia airport watajipanga vizuri kuhakikisha wale kenge wawili wale wakitia pua zao tu Mogadishu, basi wanakuwa ni sadaka ya kupelekwa kuzimu. Sijapata kuona majasusi wazembe kama aliyekamatwa. Yaani mtu anatoa siri za kutuma ujumbe kwa rais. Aise, ni heri angekufa tu kuliko kuzungumza hivyo. Kikubwa tumemkamata madam. Nisikilize. Kazi ikikamilika waambie wamchinje, kwa sababu hatakuwa na faida kwetu, na video ya kuchinjwa kwake itumwe moja kwa moja kwa rais wao. Sawa madam. Msaidizi wake huyo aliondoka eneo hilo na kumfanya Nasra kuichukua picha iliyopo kwenye kimeza kidogo ikimwonyesha Bobby na Roy. Nyi washenzi nyinyi, jiandaeni kufa kwa kifo chenu, kwa sababu kifo chenu kinakaribia. Nendeni Somalia mkawe chakula cha mbwa wangu ninaowafuga, washenzi wakubwa nyinyi. Nasra alizungumza hayo kimoyomoyo, huku akikunja picha ya Bobby na Roy, kwani watu hao wamekuwa ni mwiba wa kukwamisha mipango yao, na pia wamehusika na kifo cha mume wake waliyemuua kwa kumpatia mateso makali, na akaamua kujiua kulinda siri. Nasra alichukua simu yake na kisha akampigia Faridi. Dogo Faridi, unaendeleaje? Niko poa sister, za huko? Salama. Mwanangu wa jambo? Yuko poa kabisa sister. Hasumbui? Hasumbui kabisa. Na hapa kuna watoto wengi, hivyo mara kwa mara anapata nafasi ya kucheza na wenzake, hivyo hana habari kabisa sister. Okay, sawa, muangalie. Sister, sijasikia chochote kwenye habari. Usijali.
walichokizuia ni kidogo kuliko kikubwa kinachokwenda kutokea. Okay, sawa, nakuaminia sister. Usisite basi kunipa taarifa. Okay, poa dogo. Nasra alikata simu mara baada ya kuzungumza na mdogo wake Farid na kisha aliendelea kupunga zake tu upepo. Msikilizaji, kwa upande wa Bobby, alipokuwa anapewa taarifa na Bad Lady ya kwamba huko wanakotaka kwenda huko ni kama tu wanakwenda kujizika, maana huko wanakokwenda Nasra hawezi kuwepo huko na Nasra yuko Ethiopia. Hili jambo lilimfanya Bobby ajifikirie sana. Unajua, kama Nasra anapata ulinzi mkali namna hiyo, basi itakuwa ni kazi ngumu sana kwetu. Ugumu lazima uwepo kwa sababu Nasra ana nguvu ya kiuchumi. Nasra ameshika viongozi wengi kwa kula rushwa nono, na mara nyingi Nasra anafanya kazi pia na vyombo vya usalama. Hivyo kama anawahitaji nyinyi, ni lazima tu atawagongesha, na kisha wagongesha mtaona ni rahisi kumpata, kumbe mnaingia kwenye mtego wake na anawakamata. Bobby, hebu jiulize, lile bomu lililokuwa limefukiwa chini, light ingekuwa sio mimi sasa hivi kungekuwaje? Unajua hii issue inapaswa sasa kuzungumza kwanza na Roy. Ni vema ukafanya hivyo, ongea na rafiki yako, ila mimi nawaambia ukweli, mkienda huko mnakotaka kwenda ni mnajizika. Baada ya risali moja kupita, kweli Roy alifika nyumbani hapo. Aliwakuta wote wawili wakiwa wamejiandaa kwa safari. Bobby akamwambia Roy, hebu kwanza tuzungumze kwanza ndugu yangu. Bobby alisema hivyo na kisha akamchukua rafiki yake Roy wakaelekea jikoni. Oe, mbona yule demu kajiandaa, anaenda wapi? Nisikilize Roy, Bad Lady anahitaji kutusaidia kwenye hii mission. Hii? Bobby, yaani mwanangu, yaani umepewa mbunye mwanangu, umenogewa mpaka unatoa siri kizembe namna hii mwanangu. Kwa mwanangu umemwambia yule manzi kwamba sisi tunasafiri. Oya Bobby, uona mwamini vipi ule? Nisikilize Roy, huyu manzi amenifungua macho kama alivyotufungua macho kwenye mpango mzima wa mabomu. Kasemaje? Issue nzima ni kwamba taarifa aliyotumiwa Mheshimiwa Rais ili ni taarifa ya kutuuza. Mheshimiwa Rais anatuuza kwenye hii mission pasipo ya kujua. Kivipi? Sijakuelewa Bobby. Naam, hapo Bobby ilibidi amuelezee Roy kitu ambacho Bad Lady alikuwa amekisema. Kudadeki. Ya ndio iko hivyo mwanangu. Alichokiongea kina maana sana na sitaki kuweza kukipuuzia. Hebu turudi sebleni. Naam, kweli wakarudi mpaka sebleni. Shemeji, Roy alianza utani kumzungumzisha Bad Lady. Bad Lady alibaki tu anatabasamu. Sasa Shem, unavyojua sisi tunafuata oda. Afu mbaya zaidi ya kwamba oda hii ni ya Amiri Jeshi Mkuu. Sasa shemeji, hebu tueleze kitu cha uhakika ambacho kwa namna moja ama nyingine hakitotuweka sisi kwenye mstari mwekundu. Roy aliuliza huku akikaa kwenye sofa linalotazamana na sofa lilokaa Bad Lady.
Siku zote mama yupo tayari kufanya chochote kwa ajili ya mwanaye. Yaani kweli kabisa. Mimi hapa ninachokiona ni kuwa udhaifu wa Nasra ni mtoto wake. Tukimpata mtoto wake, basi kila kitu tutakuwa tumemaliza. Sasa tutajua ni wapi alipo huyo mtoto wake. Anajulikana alipo. Mtoto wake yuko wapi? Mara nyingi anakuaga Mombasa, Kenya. Mombasa? Ndiyo Roy. Kwa sababu mdogo wake na Nasra anaishi Mombasa, ambapo anampatia wakati mzuri sana wa kuingia Somalia na kutoka. Kiufupi, mdogo wake Nasra ndo msaidizi wake kwenye huu ukanda wa Afrika Mashariki. Sasa kumpata huyo mdogo wake haitakuwa jambo gumu? Sidhani, kwa sababu kwenye eneo analoishi, mimi nilishai kufika, ni eneo la rais wa kawaida kabisa. Halina usalama ule wa kujitenga na wananchi kama familia sijui na jamaa na duka lake la spare pia. Yaani yeye kajiweka karibu na wananchi, na hii inamsaidia yeye kuficha majukumu yake ya kigaidi anayoyafanya. Ndio maana hana ulinzi mkubwa kama mheshimiwa rais. Ulinzi wake ni wa kawaida tu. Hapo sasa umeongea point. Kwa tunaweza tukamshauri mheshimiwa rais tuanzie hapo Kenya, hapo Mombasa. Au Bobby unasemaje? Wazo zuri. Acha mimi nimpigie simu Ruben, kwa maana ya kwamba tuliambiwa tunakutana naye airport. Kuna wakati mnabidi muwe mnawaza nje ya box. Unamaanisha nini bad lady? Nyinyi ndo mmeifikisha hii ngoma hapa ilipofika. Nyinyi ndo mlosababisha kila kitu kikaribika kwa upande wao. Hivyo mtambue wanaohitajika zaidi hapa ni nyinyi watu wawili ambao wanashindwa kupata full profile zenu. Yaani vile ambavyo nyinyi mnamuwinda Nasra, lazima mjue na yeye anawawinda nyinyi. Alafu shemeji, unachokisema kweli. Kwa sababu wale maadui wakiwapata nyinyi, wataweza kupunguza kasi ya mashambulizi ambayo yanapelekwa kwa upande wao. Nyinyi ndio mmekuwa mwiba mchungu kwao, mishe zao zinafeli. Alafu kweli. Hivyo basi, kubalini kupokea mission, ila muifanye kwa uwezo wenu. Kikubwa ni kuleta matokeo chanya na sio hasi. Hivi wewe shemeji, wewe kwa nini uliwatumikia wale makafiri ambao kazi yao ni kutesa na kuumiza watu? Nimekuwa mtu wa mkono wa kulia wa bata, si kwa sababu tu ya kutekeleza majukumu tu, bali ni kwa uwezo wa kuwaza vitu nje ya box. Na niwaambieni ukweli, mkinitumia mimi vizuri, nitakuwa faida kubwa sana kwenu. Sasa mimi hapa nina ushauri. Unaonaje yule dogo tuliyekuwa naye tukamweka kwenye hii team? Kwa sababu yeye yuko vizuri sana kwenye hizi mambo za satellite. Najua itatusaidia sana kufuatilia hili jambo kwa umakini na kuifanya operation hiyo. Alafu baby hapa, wewe ukatusaidia kwenye kutupatia ramani ya wapi tuende na wapi tusiende. Hilo wazo limekaaje? Ni wazo zuri. Hapo Bobby, hapo umenena mwanangu. Kwa sababu hatuwezi kufanya vitu loko. Sasa hivi watu wapo ofisini, wanawapa maelekezo watu waliopo eneo la tukio. Kwa sababu rais ametuteua sisi kama kitengo cha siri, basi tuifanye kazi yetu kwa siri. Ila watu ambao hawapo kwenye system ya kiusalama, yani kikubwa tusisalitiane. Mimi siwezi kuwasaliti. Alafu hiyo itamsaidia yule dogo yule pia kujiamini na kuonyesha uwezo wake. Ni kweli unachokiongea Roy.
Mimi nashauri operation zote zifanyike hapa nyumbani kwangu kwa njia ya mtandao. Sawa. Inabidi Ruben aje hapa tumshirikishe hili wazo letu. Ni sawa tu. Jamani, mimi nashauri tu kama mtaona inafaa, ni vyema huyo Ruben mkakutana naye uwanja wa ndege na mkamweleza hili linaloendelea, ili msije mkaondoka, yani msije mkaja mkaondoa maana nzima ya hii mission. Yote ni sawa tu. Naam, hapakuwa na muda wa kupoteza. Wakaondoka na kuelekea uwanja wa ndege na wakamwacha Bad Lady nyumbani kwa Bobby. Oya Roy, mimi moyo wangu kama vile haumwamini huyu dada. Oya Bobby, kwa nini umwamini Bad Lady? I say, huyu manzi asije akawa anatuchota akili mwanangu. Yaani tusije tukamwamini sana alafu mwisho wa siku mwanangu akatupiga. Tena atakuja kutupiga na kitu kizito kichwani. Nisikilize Bobby. Muda ndo utakaotoa majibu sahihi. Ni kweli, lakini ngoja tuishi naye kwa akili tuone. Naam, msikilizaji, wakafika uwanja wa ndege na wakashuka moja kwa moja wakaelekea katika mgahawa waliokubaliana kukutana na Ruben. Wakatafuta sehemu wakakaa, na baada ya dakika 5 Ruben akafika eneo hilo. Ruben akaanza kwa kusema, jamani, naamini hapa ni salama kwa mazungumzo. Ruben aliyasema hayo huku akiwa amekaa kiti cha pembeni katika meza yenye duara. Hebu sikiliza Ruben, sisi tuna jambo. Jambo gani? Hii taarifa imekujaje? Na mna uhakika gani? Yani mna uhakika nayo wa asilimia ngapi hiyo taarifa iliyopewa Mheshimiwa Rais? Mpaka Mheshimiwa Rais sasa anataka kututuma kwenye hiyo mission. Unajua, iko hivi. Mtu ambaye ametuma taarifa, huyo ni mpelelezi wetu na tunafanya naye kazi kwa muda mrefu sana. Kwa huyo mtu sisi tunamwamini kwa asilimia zote kama tunavyowaamini nyinyi. Tunahitaji hii mission kuifanya vile tunavyoweza kuifanya sisi. Kivipi tena? Sikiliza Ruben. Nyisi mnamtaka Nasra? Ndio. Sisi tunajua namna ya kumleta nyumbani. Hatuwezi kufanya mission ya kwenu kwa kuongozwa na mtu tusiyemjua. Afu mbaya zaidi, mnamshauri rais ambaye kwenye hii taaluma rais hajui chochote. Hakuna anachokijua. Yaani nyinyi mnaenda kumwambia rais sisi tuingie kwenye kambi ya Al-Shabaab kweli? Si kifo iko cha kujitakia. Wewe Ruben, sasa tukikwambia nenda kaingia kwenye kambi ya Al-Shabaab, wewe unaingia? Sikiliza Ruben. Mheshimiwa Rais sasa anamtaka Nasra. Na sisi tuna mafunzo, sawa? Sisi hapa sio AI. Yaani sisi sio maroboti. Yaani kwamba ukitupiga risasi kwamba hatufi. Hapo ukipiga risasi haidundi ndugu yangu. Hapo ukipiga risasi kwenye mwili inaingia na naanguka chini na nakufa. Kwa tunaheshimu kila taarifa inayotoka kwa Mheshimiwa Rais. Ila Ruben, tumia weledi wako. Mshauri rais kwenye masuala ya kiusalama zaidi. Haya mambo kutupeleka si msobe kama ng'ombe, mwisho siku itafika stage tutagoma. Yeye kama anamtaka Nasra atuambie tu, vijana wangu mniletee Nasra, halafu sisi tutajua kwa namna gani tunafanya ili kumleta Nasra. Lakini sio kutuambia sasa sisi tuingie kambi ya Al-Shabaab. Bro. Sawa. Mimi nimewaelewa, nitamfikishia. Lakini pia tunahitaji kuongeza timu ambayo sisi tunaitaka. Sawa. Timu ya kina nani sasa? Watu tutakaofanya nao kazi ni ule dogo wa IT. Tunahitaji aweze kupata salio lake tutakaloweza kukubaliana nawe, yani kwenye masuala zima ya kumlipa fedha yake.
Sawa, na mtu mwingine mnayemwongeza? Wengine tutawajulisha. Nancy alikuwa ipo kwenye operation hii, ila Nancy mwacheni endelee na majukumu yake ya kiaskari, ila tukimhitaji basi tutadili naye. Sawa, hakuna shaka, mimi nimeelewa na nitamfikishia Mheshimiwa Rais. Sikiliza Ruben, si tunakuamini na wewe ndio umetukutanisha na Mheshimiwa Rais. Kuhakikisha unachomshauri kiwe sahihi na sio bora tu mmepata taarifa kwa mtu na mnataka kifanywe kazi. Jamani, mbona kama mmeniacha hivi? Kama kuna kitu kinachoendelea basi naombeni mniambie jamani. Roy alimtazama Bobby. Bobby akasema, sikiliza Roy, ipo hivi. Hii taarifa hii tuliopewa hii ina mashaka. Alafu Ruben, unachotakiwa kujua ni kwamba huyo mtu aliyowapa hizi taarifa za kwamba Nasra yuko sehemu fulani, sisi hapa hatumwamini. Japo nyinyi mnamwamini, ila sisi hatufanyaje? Hatumwamini. Alafu jambo la pili, hii taarifa mlopewa ni ya mtego. Hii mission tunahitaji kuifanya kwa njia yetu sisi. Mimi na Roy hapa tutashirikiana kwa kila namna, tujue ni kwa namna gani tutadili na huyu Nasra. Hilo ndo jambo la msingi kwa sasa. Ni muda gani wa kukamilisha mission, tutakuwa tunakupatia update Ruben. Msitupangie ya kwamba masaa 6 masaa 8 Nasra amepatikana. Kama mnaona rais, ingieni nyie kwenye vita. Kwa hiyo sasa hapo rais mimi nikamwambie nini sasa? Mnanichanganya. Sikiliza, wewe mueleze rais ya kwamba tunahitaji kufanya hii mission vile ambavyo tunaona sisi iko sawa, sio vile ambavyo yeye anatupangia. Yaani mission yake tutaifanya kwa njia gani, sisi ndo tutajua, asitupangie. Sawa, mimi nimewaelewa. Haya, vitu ambavyo mlikuwa mnavihitaji hivi hapa. Naam, ni kweli Ruben aliwakabidhi bahasha hiyo. Roy akasema, ila sasa tunapaswa kumweleza ukweli rais sisi wenyewe na sio kupitia Ruben. Roy alichangia hiyo mada, na hapo ndipo ambapo huyu nani huyu Bobby akauliza, Roy, kwa sababu gani yani? Kwa nini tumpe taarifa rais sisi wenyewe? Nimeongea hivyo kwa sababu unajua akilini mwake rais anaweza kujua si tupo Somalia. Najua rais ana mashushushu wake. Sasa itakuwa ni jambo la kumvunja moyo endapo atapewa ripoti kuona kwamba sisi bado tupo nchini hapa na tunazunguka hapa tu, tunaingia Tandale, tunatokea Tabata, tunaingilia Mabibo, tunatokea Kivule. Ila ulichokizungumza Roy ni kweli kabisa. Ruben alizungumza huku akiwa anatikisa kichwa. Okay, basi tukaongelee ndani ya gari. Kweli wakatoka eneo hilo la mgahawa, huko Roy akiacha pesa mezani, huku juu ya pesa hiyo akiwa ameweka kikombe cha kahawa alichokuwa amekitumia. Wakaingia ndani ya gari lao na Ruben akampigia video call Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa, nimekutana na vijana wako bwana. Ndio. Ila wana mapendekezo yao ambayo wameongea na nimeona ni yana uzito kidogo. Ndio. Wako hapa, zungumza nao tu. Mheshimiwa Rais, kwanza tutangulize samani kidogo kwa kuiumbisha hii mission. Bila samani Roy, kwa sababu ukiachana na cheo changu cha uraisi, mimi ni binadamu, ninahitaji kuweza kushauriwa, na ndio maana nina watu wanaonishauri kwenye maisha, kwenye nisoyajua.
Ni kweli mheshimiwa. Tunashukuru hilo mheshimiwa. Sasa mheshimiwa, iko hivi. Tulichokuja kukigundua sisi kwenye taarifa uliopewa ya hii mission ina ukakasi, na tumeshauriana mimi na ndugu yangu Bobby hapa kuona ni jinsi gani tutakavyoendesha hii operation, kwa sababu tuna uzoefu na hizo nchi za nje, hususan hizi za Kiafrika. Tuna baadhi ya tahadhari tunapaswa kuweza kuzichukua kabla kuweza kufanya chochote kitu kile. Sasa mheshimiwa, aliyekupatia hii taarifa tuna wasiwasi naye. Jambo la kwanza, atakuwa hajafanya upelelezi wake wa kina, lakini jambo la pili, atakuwa ameshinikizwa kuituma hiyo taarifa ya kipelelezi. Kwa hiyo wewe unataka kuniambia kwamba huyo mtu aliyenipa taarifa atakuwa amekamatwa huko, si ndio? Kitu kama hiko mheshimiwa. Na endapo ameweza kutoa siri ya namna ya kuwasiliana na wewe, basi kuna haja mifumo yako na watu wako waliopo kona mbalimbali kubadilishwa, na hatujajua ni nini kilichomfanya mpaka yakatoa siri ya kuwasiliana na wewe. Hebu ngoja kwanza kidogo Roy. Hivi inawezekana mtu kutuma taarifa ya uongo kwa Mheshimiwa Rais? Ndio, naweza nikasema hivyo mheshimiwa, au naweza nikasema hapana. Kwa sababu unajua mheshimiwa, kuwa jasusi kuna kufanya uweze kuyaweka maisha yako rehani, hususan unapokwenda kupeleleza eneo la hatari. Endapo watashtukia, watakukamata, na swali la kwanza kuhojiwa ni nani aliyekutuma. Kwa hiyo kuhoji, wana akili ya ziada, wanaweza wakakubana kwenye eneo ambalo wanajua tu utaongea. Mfano mzuri ni namna tulivyoweza kumbananisha Bata. Yeye kama yeye alikuwa tayari kufa, ila baada ya kuiona familia yake alianza kuongea ukweli. Ila nafasi tuliyompatia ya chakula ndio imemfanya sasa hivi yupo huko alipo. Sasa hapo kama nakuelewa Roy. Ndio hivyo Mheshimiwa Rais. Kwa ujua taarifa hiyo tunaomba tuweze kuipitia sisi kama sisi upya, na kisha tutakurejea. Naamini hiyo taarifa Ruben anayo kwenye simu hapo. Mheshimiwa, sijaichukua mheshimiwa, kwa sababu ni taarifa ya siri, hivyo sikutaka kuwa nayo kwenye simu. Basi mimi nitaituma hapo, muisikilize na kisha mtanipigia. Sawa mkuu. Ruben alikata simu, na baada ya dakika ujumbe wa email uliingia katika simu yake. Akafungua ujumbe huo na wote walianza kuutazama kuanzia mwanzo hadi mwisho. Bobby akasema, mbona ujumbe unajionyesha uko wazi wazi kabisa? Ruben, umefeli wapi ndugu yangu? Bobby, kivipi? Ujumbe una kodi nyingi za siri zinazoonyesha jamaa ameshikiliwa na amepatiwa mateso ambayo anasema ndani ya masaa 12 atakuwa ameshauawa. Hivyo maamuzi ni ya Mheshimiwa Rais kumwacha wawe au akombolewe na watu wengine nje ya sisi, na anatueleza kabisa kwamba sisi ndio wanaotuhitaji kuingia Somalia na ndio utakuwa mwisho wetu. Mbona ujumbe uko wazi kabisa huo? Naam, hapo Bobby alizungumza na kumfanya Ruben akaurudia tena ujumbe huo kwa umakini sana, na ndipo alipoanza kuelewa alichokizungumza jasusi huyo ambaye kwa sasa yupo mikononi mwa wanamgambo wa Al-Shabaab. Mambo yanazidi kupamba moto. Bobby na Roy wanahitaji kuifanya misheni hiyo kwa namna wanavyohitaji wao. Je, watafanikiwa kumpata Nasra ambaye tayari ameshapata njia ya kutegua mitego yake? Usikose kufuatilia katika sehemu ya 11, mzigo mtamu wa kuitwa The Evil Game. Mimi niliyekusimulia naitwa Uncle J Masimulizi. Asante na kwaheri.